Ndugu waandishi wa habari, tumeitana kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya operesheni na misako ambayo imefanywa na Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi Mei 2025. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linaendelea kushirikiana na wananchi wa mkoa wa Njombe katika kutanzua uhalifu. Wamekamatwa pamoja na vitu mbalimbali. Vielelezo ambavyo vimekamatwa katika operesheni hiyo ni pamoja na pikipiki moja, TV aina tofauti 8, redio 6, speaker 2, magodoro 8, kompyuta moja, simu mbalimbali 9, visimbuzi vya Azam 2, sukari kilo 40 aina ya Liof, soda katoni 22, chupa za Master, hii ni pombe 10, mitungi ya gesi 2, pamoja na nguo mbalimbali za ndani na mashine ya kuchania mbao moja aina ya chenso. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Victor Simoni Nyangalima miaka 33, mkazi wa Kisiwani Mji Mwema, Agustino Charles Mgimba miaka 24, mkazi wa Melinze, wakiwa na vitu mbalimbali vinavyodhaniwa ni mali ambayo ni ya wizi, ambavyo ni simu smart 7, simu ndogo 2, chaji za simu 16, betri 3, power bank 1, USB 1, risiti feki 153, leseni ya biashara 1, makava ya simu aina mbalimbali 12, ambapo watuhumiwa hao wamekiri kuiba mali hizo sehemu tofauti ikiwemo mkoa wa Iringa pamoja na Dar es Salaam. Upelelezi wa shauri hili utakapokamilika, watuhumiwa hawa watafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, katika wilaya ya Wanging'ombe, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Houston Freddy Mwangalilwe miaka 22, mkazi wa kijiji cha Ilembula, aliyekuwa ametoroka baada ya kufanya tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Andrew Hasbati Kayombo tarehe 2 mwezi wa 4 2025. Huyu bwana alimuita kwa njia ya simu marehemu tarehe 2 mwezi wa 4 2025 na kuweza kumuua kwa kazi ambayo alikuwa amepewa ya kufanya hivyo, na watuhumiwa wa awali tayari wameshafikishwa mahakamani, na tukimaliza kukamilisha upelelezi wa shauri hili, huyu mtuhumiwa naye atafikishwa mahakamani. Vile Jeshi la Polisi katika wilaya ya Ludewa limefanikiwa kumkamata Faraja Aidani Ngailo miaka 25, mkazi wa kijiji cha Mholo, akiwa na televisheni 2 na redio moja aina ya subwoofer ambazo amekiri kuziba sehemu tofauti katika kijiji cha Ludewa, kata ya Mawengi, na upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi atafikishwa mahakamani. Kwa katika hatua nyingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe katika kupambana na matukio ya kuvuka mipaka limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fisha Mzumala miaka 31, mkulima wa nchi ya Malawi, kwa kuwepo nchini na kufanya biashara ya uvuvi wa samaki katika ziwa Nyasa bila ya kuwa na kibali. Mtu huyu amekabidhiwa katika idara ya uhamiaji na wanaendelea na hatua zingine. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya shule, na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva 5125 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali, na walioandikiwa faini ni 5119. Waliofungiwa leseni ni 3 na waliopewa onyo ni 3. Kwa upande wa mafanikio ya kesi mbalimbali katika kipindi cha mwezi wa 5 katika mahakama za mkoa wa Njombe, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 5 baada ya kupatikana na hatia ya vifungo mbalimbali. Tarehe 29 mwezi wa 5 2025,
Mahakama ya wilaya ya Njombe iliwahukumu Meshaki Hamisi Nyenje, Noeli Eriki Lutumo, Julius Marcus Mabena. Hawa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 kwa tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha, ambapo walipola bajaji pale Makambako na ilikamatiwa eneo la Nzenge hapa Njombe. Kwa wale watu wote watatu wamefungwa miaka 30 kwa kosa hilo. Lakini katika tukio hilo hilo kuna mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Toshi